Mnamo tarehe 27 mwezi huu wa Machi mwaka 2026, Sifuna wametangaza vita naye Oburu Odinga ambaye ni acting party leader wa chama cha ODM. Naomba nikuchukue polepole uelewe hivi jinsi ambavyo Sifuna wametangaza vita vipya naye Oburu. Tunajua Oburu kupitia kwa Deputy Secretary General wa chama cha ODM ambaye ni Catherine Omanyo waliitisha mkutano wa kitaifa wa wajumbe wa chama cha ODM, ukipenda kwa lugha nyepesi NDC, jijini Nairobi. Siku hiyo hiyo timu ya Edwin Sifuna, Babu Owino, James Orengo wao walitangaza peupe na wakaapa hawatahudhuria mkutano huo wa kitaifa wa wajumbe wa chama cha ODM, kwa kile ambacho wanasema kwamba ule mkutano haukuitwa kulingana na katiba ya chama cha ODM. Kulingana na katiba, mwenye anapaswa kuita mkutano wa kitaifa wa wajumbe wa chama ni katibu mkuu wa chama. Lakini sasa Oburu akatumia Catherine Omanyo ambaye ni Deputy Secretary General. Kumbuka kwamba Omanyo hajakuwa confirmed kama Secretary General wa chama cha ODM. Kwa hivyo timu Sifuna wakasema kwamba hawatafika kwenye ule mkutano kwa sababu namba moja, haujaweza kuitwa kikatiba. Namba mbili, mkutano ule unaenda kujadili jinsi ambavyo wanajiunga kwa serikali. Sifuna sasa wametangaza kwamba na wao hiyo tarehe 27 Machi 2026 watakuwa na mkutano mkubwa jijini Nairobi ambao wameweza kuita People's NDC, yani mkutano wa kitaifa wa wananchi wa chama cha ODM. Naomba nikueleze hivi. Kumbuka Sifuna, Babu Orengo na wengine wamesema kwamba hawatatoka katika chama cha ODM. Wamesema hawatoki ng'o. Na kusema kwamba hawatatoka bila shaka imeweza kutuma taarifa mbaya kwake Oburu Odinga, Gladys Wanga, kwa sababu walikuwa wanataka kusukuma akina Sifuna kwa chama. Sifuna wakitoka wakiunda chama chao ndio waanze kusema mnaona walikuwa wanapiga chama cha Raila. Lakini sasa Sifuna wamesema kwamba watakuwa kwa chama, hawaendi popote. Na wamesema kwamba wataandaa mkutano wao wa kitaifa jijini Nairobi. Mambo yamechemka. Ndio wanataka kuona ni nani ambaye sasa yuko na ushawishi. Mkutano wake ni wa nani utaweza kufanyika. Kumbuka kwamba hii NDC ambayo Oburu Odinga ameweza kuitisha, mpenzi mtazamaji, imeweza kupelekwa mahakamani. Kwa nini? Mwenye amepeleka kesi mahakamani kusimamisha ule mkutano wa kitaifa wa chama cha ODM, wa wajumbe wa chama cha ODM, anasema kwamba ule mkutano it was not constitutionally constituted, ama ule mkutano haukuweza kuandaliwa kikatiba. Nimekueleza kikatiba, Secretary General ndiye anapaswa kuandaa mkutano ama ndiye anapaswa kuitisha mkutano. Sasa Deputy Secretary General ndiye aliweza kuitisha mkutano. Lakini Oburu ameweza kuita yule mtu ambaye aliweza kuenda mahakamani kusimamisha ule mkutano, akimpembeleza, tafadhali njoo kwenye meza tuketi uondoe ile kesi mahakamani. Na yule mwenye alipeleka kesi mahakamani amekataa.
Kumbuka kwamba nimekueleza ODM imegawanyika vikundi viwili. Kikundi cha Oburu, Wanga na viongozi wengine, wao wanataka kushirikiana na William Ruto. Na ndio maana wameita NDC ili kupitisha kwamba wamuunge mkono William Ruto. Sifuna, kikundi cha pili, wao wanasema kwamba hawataki muungano wa ushirikiano wowote na William Ruto. Wanasisitiza ODM iweze kubaki kwa upinzani. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Lakini kumbuka kwamba Oburu naye ameweza kusonga mbele. Anataka kuita akina babu waingie, akina babu Sifuna Orengo wakuje kwa mediation, yani majadiliano. Waache kupinga chama cha ODM. Na lengo kuu la Oburu Odinga kuwaita hawa akina Orengo, akina Sifuna ni kutaka wasisimamishe ile NDC ya 27th of this March. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Kwa sababu wakati wowote ule mkutano utasimamishwa na mahakama. Mahakama itasema kwamba okay, kulingana na kesi ambayo imewasilishwa mahakamani, ule mkutano wa NDC haukuweza kuitwa kikatiba. Na nimekueleza kikatiba nani ambaye anapaswa kuita mkutano. Lakini kumbuka kwamba makosa mahala ambapo Oburu Odinga amekosea na kina Gladys Wanga, licha kwamba wanawaita kina Sifuna waketi kwenye meza wajadiliane, wao wamekwisha unda timu ya watu 8 wenye wataenda kujadili na William Ruto kuhusu coalition na chama cha UDA. Na kina Sifuna wao wanasema kwamba bado ni mapema kwanza kuzungumzia mambo ya coalition. Wacha kwanza tusuke chama chetu. Sasa mpenzi mtazamaji, ni kwa nini Edwin Sifuna, James Orengo, Babu Owino, Caleb Hamisi na kikosi chao cha Linda Mwananchi wameamua kuita People's NDC, yani mkutano wa kitaifa wa wananchi wa chama cha ODM, kipindi ambapo Oburu Odinga atakuwa na NDC ya chama? Namba moja ni kuonyesha kwamba wananchi na wanachama wengi wanakataa ODM kuungana na William Ruto. Hilo ndilo lengo. Hiyo ndio sababu ambayo imefanya Sifuna ambao walikataa watafika kwenye mkutano wa ODM wa NDC wameweza kuita mkutano wao, ni kutaka kuonyesha kwamba wanachama wa chama cha ODM wengi na wananchi wengi, even me I'm a member of ODM, ni kuonyesha kwamba wanachama wengi wa chama cha ODM hawaungi mkono ushirikiano na William Ruto. Kusema ukweli, William Ruto si mtu wa kushirikiana na yeye. Amepandisha gharama ya maisha, ushuru amepandisha, pesa zinapotea, wao wanakula vizuri, alafu mnatuambia tuende kushirikiana naye for what? Hiyo ndio Sifuna Orengo wanasema kwamba hakuna kushirikiana na William Ruto. Kwa hivyo huu mkutano ambao wameweza kuuita wa kitaifa jijini Nairobi akina Sifuna ni kuonyesha kwamba wanachama na wananchi wanapingana kabisa ushirikiano na William Ruto. Namba 2 ni kusukuma ajenda ya timu Linda Mwananchi ambayo ni kupigania mwananchi na kubaki upinzani. Naomba uweze kuelewa hapa. Kikosi cha Sifuna ni kikosi ambacho kinamtetea mwananchi wa kawaida, timu Linda Mwananchi. Nimeweza kuona umefungua mpaka tovuti www.lindamwananchi.com. Wameita Wakenya waweze kujiandikisha pale, waseme wao wanawakilisha kaunti gani na gani. Sasa wao wanasukuma agenda ili ODM iweze kupaki upande wa upinzani kupigania haki za mwananchi.
Lakini kumbuka kwamba kina Oburu wao wamekwisha amua, wao wako kwa serikali. Kile ambacho William Ruto atakuwa anawaambia kama ni left, wao wanapiga left, kwa sababu wakati kama huu mwenye anaongoza ODM is none other than President Ruto. Ruto ndiye anaambia Wanga Oburu kwamba ondoa Sifuna. Namba 2 au namba 3, sababu kwa ambayo imeweza kufanya Sifuna wameita huu mkutano mkubwa is to counter Oburu's NDC meeting. Why? Because ule mkutano haukuundwa kikatiba. Why? Kwa sababu ule mkutano unaenda kujadili ushirikiano na William Ruto. Kwa nini tena? Ule mkutano unaenda kujadili jinsi ambavyo wanamuondoa Sifuna madarakani na viongozi wengine, kwa sababu tayari wamekwisha pitisha kila ambacho wanaenda kujadili. Ni wakati tu wanasubiri waweze kupitisha, kuconfirm. Wamekwisha pitisha kila kitu, lakini wanasubiri hiyo 27th wa confirm. Na ndio maana akina Sifuna wameandaa mkutano wao. Lakini mpenzi mtazamaji, mnaelewa kwamba hivi vita vya Oburu na Wanga timu yake na Sifuna na Orengo na timu yake, there are some casualties. Iwapo huu mkutano wa Oburu Odinga utaendelea bila kusimamishwa, basi baada ya tarehe 27 Machi ambapo kutakuwa na mikutano miwili tofauti ya NDC ndani ya Orange Democratic Movement, kuna uwezekano wa mambo makubwa kutukia kabla ya 27 na hata baada ya 27 March. Kuna mambo makubwa ambayo yataenda kutendeka. Kumbuka kwamba Parties Tribunal Court au kipenda mahakama ya vyama iliweza kutangaza mnamo tarehe 26, siku moja tu kabla ya mkutano wa chama cha ODM wa wajumbe kuandaliwa, na siku moja tu kabla mkutano wa kitaifa wa timu Linda Mwananchi kuandaliwa. Ile mahakama ya vyama iliweza kutangaza mnamo tarehe 26 kwamba ndio watatoa maamuzi ya iwapo Sifuna ataendelea kusalia kuwa Secretary General wa chama au alienguliwa kutoka madarakani kupitia kwa njia ya kikatiba. Sasa tukielekea au baada ya 27 mwezi huu, siku ambayo NDC ya chama imeweza kuandaliwa, ODM itagawanyika zaidi. After 27th of March, kipindi ambapo mkutano wa Oburu Odinga wa NDC utaandaliwa na mkutano wa Sifuna wa People's NDC utaandaliwa, basi ODM itagawanyika rasmi. Kambi ya Oburu itaendelea na kumuunga William Ruto mkono, na kambi ya Sifuna itaendelea kumpinga William Ruto mkono. Na hata ODM itagawanyika kwenye makundi mawili, ODM halisi na ODM nyingine. Na nielewa mpenzi mtazamaji, ODM moja itaenda kumuunga William Ruto mkono, nyingine itabaki kufanya nini? Kumpinga William Ruto mkono. Lakini kabla ya 27 mahakama inaweza kuingilia kati na hata isimamishe mkutano wa Oburu Odinga wa NDC ya Oburu Odinga. Kwa nini nimesema hivyo? Naomba mnisikilize kabla hamjaweza kunikosoa. Niliwaeleza kwamba kuna kesi ambayo imepelekwa mahakamani ya kupinga ule mkutano ambao uliweza kuitwa na akina Oburu Odinga wa NDC, kwa sababu mlalamikaji anasema kwamba that NDC was not constitutionally constituted, haukuweza
kuitwa kikatiba. Kikatiba anasema kwamba mwenye anapaswa kuita mkutano ni Secretary General, lakini Sifuna hajaweza kuitisha mkutano, na hivyo mkutano unaweza ukasimamishwa, au hata Oburu Odinga anaweza akaenda mahakamani wasimamishe mkutano wa kina Edwin Sifuna kwamba usiandaliwe. Watasema kwamba hiyo ni kuenda kupiga ODM vita. Baada ya 27 kuna baadhi ya wanachama ambao huenda wakaunda chama chao. Kuna baadhi ya wanachama kutoka ODM ambao huenda wakaunda chama chao. Wale walinda mwananchi huenda, nimesema huenda, wakaunda chama chao na kusema kwamba wao ndio wanawatetea wananchi, kwa sababu wale watakuwa wamepitisha maazimio kwamba wamuunge William Ruto mkono. But let me tell you, ladies and gentlemen, it is going to be hectic. It is going to be heated. Ninajua endapo hii mikutano yote itaenda iandaliwe sambamba, ODM, NDC, People's NDC, mkutano wa kina Sifuna huenda wakaletewa goons, kwa sababu katika taifa letu la Kenya imekuwa ni kawaida viongozi wanaanza kutumia goons. Huenda wakaletewa goons, hata polisi huenda wakatumia tear gas kusambaratisha ule mkutano wa kina Sifuna. Kumbuka kwamba William Ruto ndiye anaongoza ODM. Wazo lako ni lipi? Wazo lako ni lipi? Oburu ameharibu chama na ameharakisha sana kuingia kwa serikali. Wazo lako ni lipi? Sema nasi na rejea na mengi.